Hello, habari zenu. Tena ni sisi wana Seafood Ministry, tunafika kwenye community yetu and tunapenda kuwasaidia kukujuza. Nami hapa leo tutazungumza kuhusu afya bora ya meno, afya bora ya mdomo. So inafaa ujue ni umuhimu gani uliokuwepo kwenye mwili wako kupitia huu mdomo. Kumbuka mdomo sio kwamba tu upo nje unatumia kwa kuongea, lakini huu ni mlango wa kuingizia bakteria nyingi sana mwilini. Kwanza kwenye mdomo tayari kuna bakteria ambazo ni nzuri kwa afya yako, alafu pia kuna bakteria ambazo sio nzuri kwa afya yako. Endapo mdomo utakuwa na bakteria ambazo sio nzuri kwa afya yako, unaweza kuleta athari nyingi sana pasipo kujua. Kwanza meno kutoka, meno kuoza, meno kububujika, meno kuharibika, na mwisho kujiletea matatizo ya fizi kutoka wadudu. Na ukumbuke kama nilivyosema, huu ndio mlango. Kwa hiyo huu ndio sababu kubwa sana ya kuingiza magonjwa mengi sana mwilini. Hii ni njia ya kuleta athari mwilini. Kwa hiyo tukiweza kutunza na kuhudumia vizuri, basi mambo mengi sana yatakuwa yametutoka. Kutunza meno yako si kwa ajili ya tabasamu peke yake, bali pia ni kwa ajili ya afya yako kwa ujumla. Sio kwamba unapiga mswaki ili mradi uonekane una tabasamu zuri, la hasha. Inafaa upige mswaki ili uweze kujiepusha na magonjwa sana mwilini mwako. Afya yako ndio kipaumbele chako. Hivi ulishawahi kujiuliza kusafisha mdomo wako kunaweza kukuondolea athari nyingi sana maishani mwako? Kunaweza kukuepusha na mambo mengi sana maishani mwako. Kunaweza kukufanya uweze kuishi kwa furaha, sio tu unapotabasamu, lakini pia mwili wako kuweza kujimaintain vizuri, kujitosheleza na kujipangilia, na pia kupambana na magonjwa ambayo yalifaa uweze kuepuka. Sawa, ukaepuka kupitia kupiga mswaki na kujisafisha meno ama kusafisha mdomo wako. Pale ilifaa uanze kumeza magonjwa mengi, bakteria waingie ndani, wakakuumiza, wakakusumbua, upatwe na tatizo la koo, upatwe na tatizo la meno, upatwe na maumivu ya kwenye koo. Ni nzuri zaidi upige mswaki, usafishe mdomo wako, uweze kupata harufu nzuri, uweze kuwa na smile nzuri, na pia uweze kupigana na afya yako kwa ujumla. Kwa nini mdomo wako ni changamoto, ama kwa nini mdomo wako ni kipaumbele? Kwenye mdomo wako kunakuwa na zaidi bakteria milioni 1. Ndani ya mdomo wako kunakuwa na zaidi ya bakteria milioni 1, kama tulivyotanguliza pale awali. Nyingine zinakuwa ni nzuri kwa afya yako na bakteria nyingine zinakuwa ni mbaya kwa afya yako. Lakini bakteria zote zinaweza kuwa ni mbaya endapo hutakuwa unazihudumia vipasavyo, hutakuwa unazihudumia zinavyotakikana. Kwa nini? Ni kitu gani kinatokea endapo utakuwa hupigi mswaki ama kusafisha kinywa chako ama kuhakikisha tabasamu lako ni nzuri, unatoa harufu nzuri mdomoni? What if itakuwaje endapo hupigi mswaki na mdomo wako unakuwa na changamoto? Utajiletea ugonjwa wa fizi, gum disease, kwamba ufizi wako huu utaanza kuuma na utaanza kuoza. Sawa, utaanza kuuma na utaanza kuoza. Alafu kuna kitu kinaitwa tooth decay, kwamba jino lako linakosa hii melani ya juu, alafu inakuwa linaanza kububujika. Yaani ukila chakula linaanza kuvunjika, vinaanza kutoka vile vitu. Yaani jino linapasuka, lishaanza kuharibika. Kwa sababu gani? Fizi lako limeharibika, lina transfer kwenye meno yako yanaharibika. Mwisho unaanza kuona jino linauma, unaenda kuling'oa ama linatoka. Mwisho meno yako yote unayatoa, unakuwa kibogoyo. So inafaa uweze kujiboresha zaidi, upige mswaki mara kwa mara, usafishe meno yako, upige mswaki kila baada ya kumaliza mlo. Sio unapiga mswaki asubuhi, unakula vyakula vyote mchana kote, usiku unakuja tena kupiga kesho asubuhi. Hapana. Ni vizuri zaidi kutunza mdomo wako. Unapiga mswaki kila baada ya kula chakula. Ukila asubuhi, ndio maana unaambiwa piga mswaki baada ya kula. Kwa hiyo ukisha kula chakula, piga mswaki, hakikisha meno yako sawa, endelea na mambo ya dunia. Baadaye mchana ukila chakula, piga mswaki, uendelee na mambo ya dunia. Jioni ukila, piga mswaki, endelea na mambo ya dunia. Upumzike, ulale. Pia inakuletea usingizi mzuri, inakuletea
kupumua kuzuri, inakusafisha na unakuwa unajiepusha na magonjwa nyemelezi. Na pia kupiga mswaki vizuri ama kujali mdomo wako inaweza kukuletea chronic inflammation in the body. Yani mwilini mwako kutakuwa na moto usioeleweka. Yani unakuwa tu mwili wako hauelewi. Kwa sababu gani? Tayari huku juu wenyewe ushakuharibu, hakuko kwenye mfumo ambao unastahiki kuwa. Okay, endapo bakteria zitasambaa kutoka kwenye mdomo mpaka zikazama ndani, zinaweza zikakuletea tatizo la moyo. Sawa, tatizo la moyo. Moyo utakuwa unapiga spidi, moyo utakuwa unadunda pasipo kueleweka, moyo utakuwa unauma, kwa hiyo utakuwa una matatizo yasiyotabirika, yasiyoeleweka. Sababu ni nini? Ni kutowewe kupiga mswaki. Wale bakteria mdomoni wamekuzidi na wakaenda kuzama ndani kabisa. Ama utaenda kupata shida ya mishipa yako kufungika. Sawa, mishipa inaweza kuzuika kwa sababu bakteria wakisha zidi, mishipa wanaweza kwenda kublock mishipa. Unaona damu haiflow vizuri, kumbe tatizo lako ni wewe kutokuhudumia mdomo wako vizuri. Kama ninavyosema, huu ni mlango wa kupitishia magonjwa ndani. Ukiona kuna magonjwa, basi yameingia zaidi kupitia mlangoni hapa. Okay, utapata pia shida mbaya, shida ya kupumua. Yani upumuaji wako, ukienda kwa ndugu na unaona watu wanakuchukia ama mtu akiwa karibu yako anasogea, unajua kumbe mtu mdomo wako unatoa harufu ambayo sio nzuri. Tayari bakteria washazidi na washaanza kufa, wanaanza kutengeneza harufu, mwisho unapumua, mtu kimpumulia karibu anakimbia. Anaona hii ni kitu gani? Lakini kwa hiyo ni nzuri zaidi uweze kujihudumia ili tuweze kuishi vizuri na tupate kupumua kuzuri. Okay, bakteria wengi zaidi wanaweza pia wakaathiri ubongo wako. Inawezekana ukawa unachukulia masihara, lakini vitu vinapanda, vinaweza vikaenda kuharibu ubongo kwa ajili ya kitu ambacho ulifaa kukifanya ndani ya dakika 5 ama dakika 3, dakika 2, umekosa, unaanza kujitibu magonjwa ya miaka. So ni nzuri zaidi uweze kujitibu kabla ya kuweza kufikiwa na tatizo. Unaweza ukapata pia lung infection, tatizo ya mapafu. Kwa hiyo lazima uweze kuangalia kitu ambacho kitakachoweza kukuletea shida maishani mwako. Kwa nini usijiokoe sasa hivi? Kwa hiyo piga mswaki ili uweze kufanya kazi vizuri. Ama pia unaweza ukapata kitu kina pregnancy risk, yani ujauzito. Inawezekana ukawa hupati ujauzito, hujui tatizo ni nini. Kumbe tatizo ni wewe kutokujihudumia vizuri. Usafi wako ni dhaifu, usafi wako ni hafifu, haujihudumii kama vinavyotakikana. Ni nzuri zaidi uweze kujihudumia, uepushe hatari kabla ya hatari kubwa zaidi. Kwa hiyo ni nzuri zaidi kujilinda, tahadhari kabla ya hatari. Okay, huduma nzuri kama nilivyokuwatangulizia hapo awali ni kuhakikisha unapiga mswaki vipasavyo, unapiga mswaki kila baada ya mlo ili uweze kujiepushia magonjwa nyemelezi. Ama pia inaweza kukuletea digestion problem, yani kudigest. Tumbo yako inaweza ikawa haidigest inavyotakikana. Kudigest kutakuwa kunapotea, yani kunaanza kupungua. Mmeng'enyo wako wa chakula unakuwa dhaifu zaidi. Kwa hiyo ni vizuri zaidi uweze kujipambania ili uweze kuishi kwenye misingi ya afya bora. Vitu ambavyo vya kuchukua tahadhari, uwe tahadhari navyo. Unaweza bila kupigia mswaki unaweza ukapata damu kutoka mdomoni. Yani wewe pasipo kufanya chochote kile unakuja kuona tu damu inatoka. Ukiona kile ukipiga mswaki damu inatoka, ujue kwamba wewe sio mtu wa kupiga mswaki kila siku. Ama kila siku wewe mdomo wako umekaa hujakaa damu zinatoka tu, ujue tayari fizi lako lishaanza kuharibika. Wadudu washaanza kukutafuna, wadudu washaanza kukumaliza. Kwa hiyo inafaa uwe makini sana. Fizi kuvimba. Ufizi unaanza kuona ufizi wako unaanza kuvimba tu, mara kuna vimba, mara hapa kuna vimba, unaona kuna nini? Kumbe bakteria washaanza kuitafuna na wanahitaji washaanza kuitafuna fizi lako. Ama hewa chafu kama nilivyosema pale mwanzo, unapumua hewa chafu, unahema hewa chafu. Ukimhemea mtu anatamani kukimbia. Ama maumivu wakati wa kutafuna kitu. Yani wewe ukitafuna kitu tunaanza kuona meno yanauma, uelewi kitu gani, kumbe fizi lishaanza kuteketezwa. Kwa hiyo ni vizuri zaidi uweze kuangalia hivi vitu visiweze kupatikana. Ni kitu gani tufanye ili uweze kujilinda ama kujiepusha na haya mambo?
Kitu cha kwanza ni kubrush your teeth, kupiga mswaki vizuri sana. Yani inafaa upige mswaki kila baada ya kula chakula. Kingine inachofaa kutumia ni kutumia floss, yani kutumia vile vitu vya kuweza kutolea uchafu kwenye meno. Yani ukisha kula chakula, umekula nyama, unachukua vile vijiti vya kuchokonoa, unaanza kutoa uchafu kwenye meno ili utoe vilivyoganda katikati ya meno. Okay, ya tatu utumie mouthwash. Ukienda kwenye pharmacy utazipata kuna kopo limeandikwa mouthwash. Unachukua, unaweka mdomoni, unasukutua, inasaidia kuua vimelea, inasaidia kuua bakteria. Okay, anasema drink enough water to keep your mouth clean. Inafaa utumie maji mengi sana, maji masafi, maji mazuri, ili uweze kuweka mdomo wako upumue, uwe na nani vizuri. Na pia uwe unatembelea madaktari wa meno mara kwa mara. Tusipuuzie, dunia sasa hivi inaenda ndivyo sivyo. Kwa hiyo ni vizuri zaidi uweze kwenda kuwatembelea madaktari wa meno ili waweze kukupatia huduma ya meno. Meno ni kiungo kilichokuwepo ndani ya mwili, kwa hiyo ni vizuri zaidi tukihudumie vipasavyo. Okay? Chingine, hakikisha unajiepusha sana na sigara. Mambo ya tumbaku, sigara ama kuvuta kwa wingi, inafaa uweze kujiepusha na hivyo vitu. Inafaa uweze kukaa mbali ili visiweze kukuletea athari ya kwenye meno. Ni vizuri zaidi kama hutoweza kupiga mswaki kila baada ya chakula, basi piga mswaki asubuhi, piga mswaki jioni. Piga mswaki asubuhi ukiamka, piga mswaki wakati unaenda kulala. Piga mswaki wakati unaamka, piga mswaki wakati unaenda kulala. Utaanza kuona baada ya muda meno yanabadilika, unakuwa na smile nzuri na maisha yanazidi kukupambania vizuri. Alafu pia inafaa uweze kutumia vitu ambavyo ni vizuri kwa kula. Matunda haya, muda mwingine unasafisha ulimi. Ni kitu ambacho kitakachokuweza kuweka mdomo wako uweze kukaa na usalama kabisa. Okay, pia chakula. Kwenye chakula kuna changamoto. Hapa kwenye chakula tunapokula, haimaanishi kula chakula ni sawa, ule usile. Inafaa kila chakula upige mswaki. Na pia kwenye vyakula inafaa uangalie ni vyakula gani vya kuweza kutumia sana. Matunda, mboga za majani ni nzuri sana uweze kula, na pia inaweka sana mdomo kuwa msafi, inachangia na pia kutokutoa harufu. Uweze kupata maziwa na calcium kama tulivyosema, mboga za majani na vitu vingi zaidi kama maji yanaweza kusaidia pia kwenye usafi na pia kulinda meno. Lakini vitu vya sukari, vitu vinavyonatanata sana kwenye meno, biskuti, hizi pia zinachangia kuweka mdomo uwe na vidudu vingi sana. Na hisi mpaka hapo utakuwa umenielewa kwa machache ambayo niliyozungumza hapa. Nimezungumza sana, tuiane radhi, lakini pia tuweze kulitekeleza hili swala ili tuweze kujibobeza ama kujiboresha, kujisaidia, kujiepusha na magonjwa nduli yatakayoweza kutuumiza na baadaye tuanze kuteseka pasipo kuweza kusaidia wengine. Tukumbuke kuna wanaotutegemea, kwa hiyo afya yako ni kipaumbele kwako na pia kwa wanaokutegemea. Nawashukuruni sana, ni sisi wana C4 Administration.